Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Sura ya 5 aya ya 14 hadi ya 17. Naamani alishuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake, akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna mtu duniani mote ila katika Israeli. Basi na kuomba upokee baraka kwa mtumwa wako. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo, ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Naamani akasema, kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa bagara 2, kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Bwana. Neno la Bwana. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana ametenda mambo ya ajabu. Mkono wa kuume wake mwenyewe, mkono wake mtakatifu umetenda wokovu. Kiitikio. Ameufunua wokovu wake machoni pa mataifa, ameidhihirisha haki yake. Kiitikio.
imeuona wokovu wa Mungu wetu. Mshangilieni Bwana nchi yote, inueni sauti, imbeni kwa furaha. Kiitikio: Somo la waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya pili aya ya 8 hadi ya 13. Mkumbukeni Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, wa uzao wa Daudi, kama inenavyo Injili yangu. Nami katika hiyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya. Lakini neno la Mungu halifungwi. Kwa ajili ya hilo nastahimili mambo yote, kwa ajili ya wateule, ili wao nao waupate wokovu ule ulio katika Kristo Yesu, pamoja na utukufu wa milele. Ni neno la kuaminiwa, kwa maana kama tukifa pamoja naye, tutaishi pamoja naye pia. Kama tukistahimili, tutamiliki pamoja naye. Kama tukimkana yeye, yeye naye atatukana sisi. Kama sisi atuamini, yeye hudumu katika kuaminiwa, kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu iliyoandikwa na Luka. Nasoma Injili ya Luka sura ya 17 aya ya 11 hadi ya 19. Yesu alipokwenda njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Ee Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, Enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda, walitakasika.
Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana walirudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, nenda zako, imani yako imekuponya. Neno la Bwana. Wapendwa wanafamilia Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari neno la Mungu tunapoadhimisha Dominika hii, Dominika ya 28 ya mwaka cha wa Kanisa. Ujumbe wa neno la Mungu Dominika ya leo unasisitiza juu ya shukrani kwa Mungu. Somo letu la kwanza ambalo tumelitoa kutoka katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5 aya ya 14 hadi ya 17. Hapo tunakutana na simulizi la mtu anaitwa Naamani. Naamani alikuwa ni mkuu wa majeshi ya Asiria, ambao mji wao mkuu ulikuwa ni Shamu. Naamani akiwa kiongozi mkuu wa majeshi ya Asiria alikuwa ni mtu shupavu na hodari, na kupitia yeye Waasiria walishinda vita mara nyingi. Hata Waisraeli walipopigana vita na Asiria mara nyingi walikuwa wanashindwa. Ikatokea bahati mbaya, Naamani akaugua ukoma. Alipopata ukoma, Naamani akahangaika kutafuta tiba. Akaenda mpaka wachawi na warozi na waganga ili waweze kumtibu, lakini hakufanikiwa. Akiwa katika mahangaiko hayo na kukata tamaa, kwa bahati ndani ya nyumba yake kulikuwa na mjakazi, binti mdogo aliyekamatwa mateka kutoka Israeli. Huyu binti akamwambia mke wa Naamani, bwana wangu angeweza kwenda Israeli kwa nabii, huyu angeweza kumtibu. Basi Naamani baada ya kuambiwa, mwanzoni alisita, lakini hatimaye akakubali kwenda Israeli kwa nabii Elisha ili aweze kumtibu. Alipokwenda, kabla ya kuondoka, akamtaarifu mfalme wa Asiria, ambaye aliandika waraka akampa Naamani aende nao akampe mfalme wa Israeli, akimuomba amponye Naamani. Mfalme wa Israeli alipopata ule waraka akajua ni uchokozi wa mfalme wa Asiria. Mimi siwezi kumtibu, huyu ananichokoza ili kusudi nikishindwa kumtibu tuingie katika vita nyingine
Lakini bahati nzuri habari zikamfikia Elisha nabii, akamwambia mfalme, mlete huyu kwangu ili nimuonyeshe kwamba katika Israeli kuna Mungu wa kweli. Hapo Naamani akaelekezwa aenda akamuone nabii Elisha. Alipofika kwa Elisha hakutoka hata ndani kwenda kumuona Naamani. Badala yake akaagiza ujumbe akiwa ndani, kamwambieni akaoge katika mto Yordani mara 7. 7 katika lugha ya Biblia, namba 7 inamaanisha utimilifu. Aende akajioshe kwa utimilifu katika mto Yordani. Naamani alipopata ule ujumbe akasema, nilitegemea mtu wa Mungu angetoka kuja kuniangalia na kuniombea, lakini yeye anaagiza akiwa ndani. Akiwa amekasirika, watumishi wake anamwambia, kama ungeambiwa kufanya jambo zito zaidi ungefanya. Je, hili tu kwenda kuoga, kujinumbukiza kwenye mto mara 7? Hatimaye kwa shingo upande Naamani akaenda akajinumbukiza katika mto Yordani mara 7, na mara ukoma wake ukapona. Ukoma wake ulipopona, Naamani kwanza hakuamini, lakini mwisho akajua kuna Mungu wa kweli katika Israeli. Naamani anarudi kwa Elisha, ampelekee zawadi na kumshukuru kwa sababu kupitia Mungu wake amemponya. Elisha anakataa kupokea zawadi yoyote kutoka kwa Naamani. Baada ya kukataa, Naamani anamwambia Elisha, kama umekataa amani, walau nipatie udongo kutoka katika nchi yako ili niende nao katika nchi ya Syria nikatengeneze madhabahu ambayo nitakuwa naabudu Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli. Kisha anapewa udongo, anaanza safari ya kurudi. Huku nyuma mtumishi wa Elisha, baada ya kuona Elisha amekataa zile zawadi, akaamua kumfuata Naamani kisirisiri ili ampatie zawadi, akisema, mtumishi bwana wangu ameniamuru unipe nimpelekee. Anapewa zile zawadi, anarudi akiwa amezificha. Elisha anayaona hayo yote na anamwambia huyu juu ya kile alichokifanya. Yaliyomkuta naomba tukaendelee kusoma kuanzia tulipoishia, waweze kujua yalimkuta mambo gani huyu ambaye alikwenda kuchukua zawadi ambayo ilikuwa imekataliwa na bwana wake. Katika somo hili msisitizo kwa leo si kuponywa kwa Naamani. Msisitizo ni shukrani aliyotaka kuitoa Naamani baada ya kugundua kwamba ameponywa. Naamani pamoja na mashaka yake, baada ya kugundua kwamba ameponywa na Mungu wa Israeli, anarudi kwenda kumwambia Elisha na kumpa shukrani. Mimi na wewe, huenda Mungu ametuponya ukoma mara nyingi sana. Uwe ni ukoma wa ujinga, tumepata elimu. Ukoma wa maradhi tumeponywa, na ukoma wa ugumba tumepata watoto. Ukoma wa upweke tumepata familia, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Lakini ni mara ngapi tumerudi kwa Mungu na kumwambia Mungu, asante kwa hili na hili na wewe umenitendea? Au huenda tunafikiri kwamba tumetendewa hawa kwa sababu ni haki yetu. La hasha. Tunapaswa kila mara kurudi kwa Mungu na kumwambia Mungu, asante kwa hili, asante kwa hili, asante kwa hili. Somo letu la Injili tunamuona Yesu. Leo Yesu yuko safarini. Tunaambiwa anaelekea Yerusalemu. Ile mwandishi hajasema moja kwa moja alikuwa anatoka wapi. Tumeambiwa amepita katikati ya Galilaya na Samaria akiwa anaelekea Yerusalemu.
Kwa hiyo uwezekano mkubwa ni kwamba huenda alikuwa anatokea kaskazini kabisa, maeneo ya Kazaria Filipi, yalikokuwa makao makuu ya mkoa wa Galilaya. Akiwa njiani anatembea anaelekea Yerusalemu, akapitia njia ya katikati. Hii ni njia ya kupitia Galilaya kwenda Samaria, hatimaye unaingia Yerusalemu. Na umbali kutoka Galilaya kwenda Yerusalemu takribani maili kama 70. Tunaongelea kilomita kama 90. Kilomita 90 ni hapa na kuvuka Geita kama hujafika Katoro. Miaka ile walikuwa wanatembea takriban siku 2 mpaka 2.5 hivi kwa mguu. Hii ilikuwa ni njia fupi, lakini Wagalilaya wengi na Waisraeli walikuwa hawapendi kuitumia njia fupi. Badala yake walipitia njia ndefu ya kupitia Yeriko kwenda kwenye jangwa alikojaribiwa Yesu, kwenda Yordani, kisha kuingia Galilaya. Kwa nini watumia njia ndefu? Kwa sababu ya uhasama na uadui wao waliokuwa nao kati ya Waisraeli na Wasamaria. Hivyo walipendelea kupitia njia ndefu kuliko kupitia njia fupi. Sasa Yesu akiwa njiani amepita njia fupi, halafu akakutana na wakoma 10 tena wako kwenye kijiji. Hawa wakoma walikuwa wanafanya nini na kwa nini wako kijijini? Kwa mila na desturi za Wayahudi na mapokeo yao, kulikuwa na mambo makuu 4 ambayo kwayo ilionekana na itafsiriwa kwamba ni laana ya Mungu. La kwanza ilikuwa ni mtu kuugua ukoma. La pili, mtu kupata upofu. La tatu, mtu kuwa maskini. La 4, kukosa mtoto au uzao. Haya yalihesabiwa kama ni laana kwa Mungu, na laana hii ilitokana na tokeo la dhambi, aidha amefanya mwenyewe au ndugu yake au mmoja kwenye ukoo wake. Na kwa sababu hiyo, kwa wakoma sasa, kwa utamaduni wao, mtu mwenye ukoma alipaswa kutengwa na kukaa peke yake, asichanganyikane na watu wengine. Hivyo wakoma walikuwa na kijiji chao pembeni. Ingelikuwa leo hapa Sengerema, huenda angekuwa wametengwa maeneo ya Mayuya huko, au kule hivi Kungubara, nje ya mji pembeni, wanakaa huko peke yao. Na kila mara mkoma anapotembea alikutana na mtu alipaswa kupiga kelele, usinikaribie mimi ni mkoma, usinikaribie mimi ni mkoma. Na ikitokea mkoma amepona, alipaswa kwenda kwa kuhani. Kuhani ndiye alikuwa na kazi ya kumkagua, kumwangalia kama amepona na kumpa kibali cha kuchangamana na wengine. Nenda sasa kachangamana na wengine, umepona. Sasa hawa wakoma kwa muktadha huo, ndio maana walikuwa wanakaa peke yao kijijini. Lakini cha kushangaza, tunaona wako pamoja wakoma kati ya Waisraeli na Wasamaria ambao kwao walikuwa hawachangamani. Kwa nini wako pamoja na wachangamana wakati utamaduni wao uliwazuia kuchangamana? Ni kwa sababu walikuwa katika dhiki moja. Wote walikuwa katika mahangaiko ya aina moja. Wote walikuwa ni wakoma. Kwa hiyo hawakuwa na haja tena ya kuendelea kubaguana wakati wote wana ukoma, wote wametengwa. Ndio maana tunawaona wako pamoja. Sasa hawa baada ya kumuona Yesu, wakiwa mbali wanapiga kelele,
Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Na Yesu anawaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Maana yake nini? Maana yake enendeni makuhani wakague, wawape kibali cha kuchangamana na watu wengine, mmeshapona. Sasa walipokuwa wanakwenda, tunaona ni mmoja tu ambaye ni Msamaria anarudi kwa Yesu kwenda kumwambia asante. Hawa wengine Biblia haituambii waliishia wapi. Wataalamu wa Biblia wanaweka mawazo kadhaa, fikiria huenda walienda wapi. Wengine wanasema kwa sababu walipaswa kwenda kwa makuhani ili wapewe kibali cha kuchangamana, huenda walichelewa kupewa kibali. Walichelewa kwenda kupewa kibali, maana yake wakachelewa kurudi kwa Yesu kumwambia asante. Na wengine wanasema huenda walipokwenda wakawa na mashaka, hivi kwa tumepona au bado? Na tusikilizie labda leo kesho hivi tuone kama kweli tumepona. Lakini wengine huenda walipoenda wakaona tumeshapona, hamna haja ya kurudi tena huko. Lakini mwisho wa mwisho ni kwamba hawa tisa hawakurudi kumwambia Yesu asante. Ni mmoja tu ambaye alirudi kwa Yesu na kumwambia Yesu asante kwa haya ulionitendea. Sasa kila mara huwa nawaambia, ningelikuwa mimi Fadhaiduka nina uwezo wa kuponya, halafu nimeponya 10, halafu ni mmoja tu akarudi kusema asante, pale pale ningesema ukoma na uwarudie. Lakini hayo ni mawazo ya kibinadamu. Mungu ana mawazo tofauti kabisa na utendaji wake kazi tofauti na kibinadamu. Lakini Msamaria peke yake aliyegundua kwamba alichopewa si haki yake, amepewa upendeleo wa kuponywa, anarudi kwa Yesu na kumwambia asante. Hapa kuna mambo kadhaa ambayo tunaweza kujifunza. La kwanza ni imani ya hawa wakoma. Imani kwa Yesu ndiyo inasababisha waponye kwa neno. Lakini cha pili ni shukrani, moyo wa shukrani aliyokuwa nao huyu ambaye yeye baada ya kugundua kwamba ameponywa, huenda hata kwa kuhani haikufika, kwa sababu kuhani angekuwa ni Mwisraeli na yeye ni Msamaria, huenda hata njiani ya kufika kwa kuhani. Alivyoona ameponywa, sema mtu wa maana sio huyu anaenda kunikagua, mtu wa maana ni huyu aliyeniponya, nirudi nikamwambia asante. Wapendwa, leo kila mmoja tutafakari juu ya shukrani kwa Mungu. Ingia ndani ya maisha yako, yakague maisha yako tangu ulivyoanza kujifahamu, ikiwa ni miaka 6, 7 na kuendelea mpaka leo. Angalia katika maisha yako, Mungu amekutendea mema mangapi? Mungu amekuepusha na mangapi ambaye angekuwa ni mabaya angetokea katika maisha yako? Mungu amekukinga na mangapi? Na Mungu amekupatia mangapi? Je, haya yote ambayo Mungu amekutendea ni mara ngapi umerudi kwa moyo unyenyekevu kumwambia asante? Je, ni mara ngapi umerudi na kuona kabisa kwamba haya ambayo amenitendea si kwa haki yangu, bali ni upendeleo? Iwe ni elimu ulionayo, iwe ni kazi ulionayo, iwe ni afya njema ulionayo, iwe ni mshahara ulionao, na kadhalika na kadhalika, iwe ni familia na mengine yote. Usifikiri kwamba ni kwa uwezo wako na kwa nguvu zako Mungu umepata hayo. Mungu mwenyewe ameamua kukupa.
Je, unafikiri kwamba umerudi kwa Mungu na kumwambia Mungu asante kwa hili, Mungu asante kwa hili, Mungu asante kwa hili? Unafikiri namna unavyomshukuru Mungu iko sawa na namna anavyokutendea neema, mema na baraka zake? Shukrani yako mbele ya Mungu, je, unaona kwamba inatosha kwa yale ambayo Mungu amekutendea? Au unafikiri hayo yote ambayo umetendewa ni kwa sababu ya haki yako? La hasha. Ukitafakari juu ya maisha yako ulikotoka na mpaka ulipo leo, utajua kabisa kwamba bila Mungu hapa mimi nisingetoboa. Bila Mungu mimi leo nisingekuwa hivi nilivyo. Mungu ameniepusha na hatari nyingi. Mungu amenikimia mema mengi. Mungu amenibeba na kunivusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini huenda najisahau na sijarudi kwa Mungu kwa moyo unyenyekevu na kumwambia Mungu asante. Sijafanya ipasavyo kumwambia Mungu asante kwa haya ulionitendea. Na huenda ninapata kiburi cha kibinadamu na kudhani kwamba ni haki yangu kuyapata hayo, au nimeyapata kwa akili yangu. Leo tufundishwe na huyu Msamaria aliyerudi kwa unyenyekevu kwa Yesu na kumwambia asante. Nasi tujifunze kurudi kwa Yesu na kumwambia asante kwa haya yote unayonitendea. Asante kwa kote ulikonitoa mpaka umenifikisha hapa. Lakini zaidi hasa tumuombe msamaha pale ambapo kwa majivuno yetu na kiburi chetu tumeshindwa kurudi na kumwambia asante. Tumejaa kiburi na kuona kwamba huenda tulistahili hayo. Tumuombe atusamehe. Na tunapoenda kuomba, kwa sababu kuomba ni kushukuru, ni kuomba tena, tuzidi kumuomba kwa yale anatujalia, nasi mioyo yetu iweze kuguswa na ukarimu wake kwetu na kwa mema yote anayotutendea, nasi tuishi maisha yetu kama shukrani kwake. Muombe Mungu atujalie neema ili tuweze kuwa watu wa shukrani. Na shukrani ya kweli unayoweza kuitoa kwa Mungu ni ya kuyafanya maisha yako wenyewe yawe shukrani kwa Mungu na shukrani kwa wote wanaokuzunguka. Tumsifu Yesu Kristo. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.